Tangazo. Hii ni habari njema kwa wananchi wote waliopo Zanzibar hata nje ya Zanzibar. Njoo ujipatie nyumba kubwa na ya kisasa iliyopo katika kijiji cha Uroa, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nyumba hii ni kubwa ambayo ipo karibu na fukwe ya bahari. Nyumba ina mazingira mazuri na yenye kupendeza, lakini pia ina eneo kubwa ndani yake. Unaweza kuweka gari na kufanya shughuli mbalimbali za kijamii. Nyumba hii ina vyumba 4 na vyumba 2 ni master. Pia ina ukumbi mkubwa wa kukaa, jiko, sebule pamoja na sehemu ya kulia, yani dining. Unangoja nini? Wakati ndio huu. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu nambari 0772794510. Punguzo la bei lipo. Unasubiri nini? Karibu ujipatie ulimwengu wa fahari na wa furaha. Kumbuka, hii ni zaidi ya bure, yani house for sale. Nyote mnakaribishwa. Subhanahu akaona kwamba Mwenyezi Mungu aliyetakasika yakuru salata, anaitaja swala ndani ya Qur'ani, wa yuqarrinuha bizikri taratan, na anaifunga pamoja na zikri wakati mwingine, kuonyesha kwamba hiyo ibada ya kumtaja Mwenyezi Mungu haipatikani kikamilifu isipokuwa ndani ya sala. Akasema Mwenyezi Mungu, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika ya sala inazuia kutokana na uchafu wa zinaa na maovu mengine mbalimbali. Wala dhikrullahi akbar, na utaji wa Mwenyezi Mungu uliomo ndani ya swala ni jambo kubwa sana. Pia katika aya nyingine utaona Mwenyezi Mungu ameambatisha sala na dhikri kwa kusema qad aflaha man tazakka, kwa hakika amefaulu yule mwenye kuitakasa nafsi yake, wa dhakara isma rabbih, na akalitaja jina la Mola wake kwa sala na akaswali. Au katika aya nyingine wa aqimis salata li dhikri, Nabii Musa anaambiwa na uwe ukisimamisha maisha yako swala li dhikri, kwa kumtaja mimi. Wa taratan, na mali ya kufungwa pamoja na dhikri swala, wakati mwingine yuqarrinuha bizakati, Mwenyezi Mungu anaifunganisha pamoja na zaka hiyo swala kwa kusema wa aqimus salata wa atuz zakat. Utaona ibada ya zaka vile vile imekuwa pamoja na swala, na simamisheni swala na mtoe zaka. Wa marratan bisabri, na wakati mwingine utaona kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anaifunga pamoja swala na subira, pale aliposema wasta'inu bisabri was-salah, na tahini kusaidiwa na Mwenyezi Mungu katika matatizo mbalimbali mnayofikiri, bisabri kwa kusubiri, was-salah na swala pamoja vile vile, wa tawaran, na vile vile kuna wakati mwingine binusuki, swala inaweza pamoja na ibada ya kuchinja, kama Mwenyezi Mungu alivyosema fasalli li rabbika wanhar, na swali kwa ajili ya Mola wako Muhammad, na unapochinja chinja kwa ajili ya Mola wako vile vile. Na pia katika aya nyingine Mtume akasema kul inna salati, sema Muhammad, hakika ya swala yangu, wa nusuki, na ibada yangu ya kuchinja, wa mahyaya, na uhai wangu, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin. Aya yote yanamtegemea Mwenyezi Mungu Mola wa viumbe, na yafanya kwa ajili yake Mwenyezi Mungu, la sharika lahu, hana Mwenyezi Mungu yoyote wa kushirikiana naye katika ufalme wake. Wa bidhalika umirtu, za kwa itikadi hiyo mimi ndio nimeamrishwa nipate. Wa ana awwalul muslimin, na mimi ni wa mwanzo katika unyenyekevu. Wa ahyana, na wakati mwingine ibada hii ya sala utaona Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani yastatihu biha a'mal albirri, anafungulia vitendo vyema
ikiwa atataja Mwenyezi Mungu vitendo vyema, basi mwanzo kabisa anaiweka swala ndo mbele. Wayahtasimuha biha, na vile vile ukichunguza kwenye Qur'ani utaona anavifunga vitendo vyema kwa swala vile vile. Swala imekuwa ndo kifungulio na swala imekuwa ndo kifungio vile vile. Na haya kwenye Qur'ani hayatokezei kwa bahati, ila Mwenyezi Mungu huwa anakusudia kuonyesha hikma ya maneno yake, maneno ambayo yasiyowezwa kuletwa na yoyote mwingine yule asiyokuwa Mwenyezi Mungu wa haki. Basi Mwenyezi Mungu anapoweka swala ndo kifungulio, kisha akataja mambo mema na akaweka swala ni kifungio, anaonyesha waziwazi pale utukufu na hadhi na daraja ya swala ilivyo. Muislamu anatakiwa aielewe vizuri hii ibada ya swala, na ndo ndipo atakojua namna ya kumkabili Mola wake atakapomwabudu. Kama fi surati Sa'ala al-Ma'arij, kama Mwenyezi Mungu alifungua vitendo vyema katika surati Sa'ala, yani sura al-Ma'arij. Mwenyezi Mungu amesema katika sura hii wakati alipokuwa kuonyesha tabia ya mwanadamu, innal insana khuliqa halu'a, hakika mwanadamu ameumbwa ni mwenye papatiko, mlalamishi sana tabia. Tabia yake imekuwa ya kulalama lalama, ya kusikitika. Idha masahu asharru, yakimfika mambo mabaya, jazua, kupapatika, kasikitika, kalalamika. Lakini wakati huo yeye wa idha masahu alkhairu manua, na ikimfika khairi basi anazuia. Yakimfika maharibiko analalamika, ikimfika khairi anazuia. Hapo Mungu akasema illa almusalli, isipokuwa wenye kuswali wamevuliwa katika tabia hii hawapo. Lakini sio kila mwenye kuswali atakapovuka hapo, wenye kuswali ambao sasa Mwenyezi Mungu anafungua vitendo vyema kwa kuweka swala mbele. Illa almusallin, isipokuwa wenye kuswali, alladhina hum ala salatihim daimun, wenye kuswali ambao juu ya swala zao wanakuwa ni wenye kuzidumisha, hawakatikati. Sio baadhi ya siku mtu ataswali, baadhi ya siku mtu ataacha. Sio kuswali kwenyewe ni Ramadhani mpaka Ramadhani, ikikaribia au baada ya kumalizika Ramadhani basi misikiti meupe na mtu arejea kule kule katika kuwa yeye tariku swala, muachaji wa swala. Daimuna, wenye kuswali ambao juu ya swala zao wanakuwa ni wenye kudumisha kila siku wakati wote. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya, Nabii Isa alayhi salam anawaambia Bani Israili, Mola wangu amenihusia mimi kusali na kutoa zaka kwa muda nitakaokuwa niko hai, mpaka nimalize hai wangu, haya mambo nisiyakate. Kwa hivyo sala ni kitu cha kudumishwa na si cha kufanya mtu pale anapopata nafasi. Alladhina hum ala salatihim daimun, walladhina, aya zikaendelea kuwataja sasa watu wema, walladhina hum fi amwalihim haqqun ma'lum, na wale ambao katika mali zao wanakuwa na haki maalum wanaweka. Lisaili, kwa muombaji, wal mahrum, na hata waliojizuilia kuomba, mwenyewe anakuwa anawajua wahitaji, anapeleleza, anachunguza, anawajua nani wanaostahili kupewa msaada huo. Lisaili wal mahrum, walladhina yusaddiquna biyawmiddin, na wale ambao wanasadikisha siku ya malipo kwa vitendo. Walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiquna, na wale ambao kutokana na adhabu ya Mola wao wanaiogopa, kwa sababu inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun, adhabu ya Mola wao wanaijua hakika si yenye kuaminiwa kwamba mtu atapona kwenye adhabu hiyo. Walladhina, na wale ambao umlifurujihim hafidhun, wao kwa ajili ya tupu zao wanazihifadhi, hawavuliwi nguo na mtu yoyote, illa ala azwajihim, isipokuwa hawana hifadhi nazo pale paliporuhusiwa na Mwenyezi Mungu juu ya wake zao, au ma malakat aymanuhum, au katika siku ambazo watu wakimiliki watumwa kisheria jididi,
basi vile vile inakuwa au kwa wale ambao mikono yao imeomiliki, fa innahum ghayru malumin, amma kwa hakika kwa wao wake zao na iliyomiliki mikono yao si wenye kulaumiwa iwapo wataziachia tupu zao kwa ajili yao. au ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, lakini faman ibtaqa waraa dhalika, yoyote mwenye kutafuta haja ya matamanio kinyume na mke au kumiliki njia yoyote nyingine ile, basi itakuwa ni kuchupa mpaka wa Mwenyezi Mungu. faman ibtaqa waraa dhalika fa ulaika humul aadun, hao ndio wale ambao wamechupa mpaka wa Mwenyezi Mungu. alafu aya zinaendelea kutaja vitendo vya watu wema, walladhina hum liamanatihim, na wale ambao kwa ajili ya amana zao, wa ahadihim, na ahadi zao, rauna, wanavichunga. walladhina, na wale ambao hum bishahadatihim qaimun, wao kutokana na shahada zao wanasimamisha ushahidi wa kweli. alafu tena baada ya hapo Mwenyezi Mungu akafunga ibada zote za watu wema hizi. Mwanzo kafungua kwa swala, illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimuna, pale ni kifunguo cha amali njema. Aliposema hapa kwamba Mwenyezi Mungu baadhi ya wakati yaftatihu biha a'mal albirri, anafungulia vitendo vyema kama alivyofungua katika sura al-Ma'arij, illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun. Kisha akataja pale watu wema kuna gani, walladhina, baadaye wayahtatimuha biha, na akavifunga vitendo vyema kwa hiyo swala vile vile pale aliposema walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao juu ya swala zao wanahifadhi, ulaika fi jannatin mukramun, hawa watakuwa katika bustani zilizotukuzwa zikapewa hadhi ya juu kabisa, ndimo makazi yao ya milele. Anafungua Mwenyezi Mungu mambo mema kwa swala na anafunga kwa swala vile vile, kama ilivyokuja katika sura Sa'ala, yani al-Ma'arij. wa fi awwal surati al-mu'minina, na hata katika mwanzo wa surati al-mu'minina hivyo Mwenyezi Mungu utaona amefungua tena vile vile vitendo vyema kwa kuweka swala mbele, akataja vitendo vyema halafu akafunga tena vile vile swala, kama ilivyokuja bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha al-mu'minun. Haya mambo kwenye Qur'ani ukiyaona si mambo yanayotokezea kwa bahati, ila Mwenyezi Mungu anaonyesha hikma ya namna gani ametumia maneno kwenye kitabu chake kitukufu, na akiweka swala ndio kifungulio cha mambo mema, anafunga vile vile anaonyesha kwa hadhi na utukufu wa swala ni kitu ambacho, ibada ambayo hailingani na ibada yoyote nyingine ile. Muislamu aifahamu swala katika nyanja hizo, pale ataposimama mbele ya Mola wake au anaijua sasa anaifanya ibada ya aina gani, Mwenyezi Mungu ameipa hadhi namna gani ibada hii. Qad aflaha almu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini gani wamefaulu? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao ndani ya swala zao wanakuwa wanyenyekevu. Walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun, na ambao katika mambo yote ya upuuzi wanajiepusha nayo. Kila upuuzi wa kidunia ambao unaweza kumshughulisha mtu mpaka kumsahau Mola wake wanajiepusha nao. Walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao zaka wanaitekeleza, wana shughuli yake iliyowekewa kila kitu wakati wake. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, nafsi al-aya zile zilizokuja katika sura Ma'arij ndizo ambazo baadhi yake zimekuja katika sura Mu'minin. Walladhina hum lifurujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, walladhina hum
ala salawatihim yuhafidhuna, kisha Mwenyezi Mungu akafunga vile vile vitendo vya watu wema vifunguliwa kwa sala, kisha akafunga tena vile vile walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, na wale ambao juu ya sala zao wanahifadhi wakati wake, hawaswali kwa namna wanavyotaka wenyewe, kwamba kutwa nzima mtu atakuwa kashughulika na mambo yake, hata magharibi ndo anajeka kipembeni analeta sala ya dhuhuri na asiri, magharibi na isha. Kwa kuwa nini? Shughuli zake za kidunia sasa zimekwisha. Alikuwa hana nafasi Muislamu huyu kwa shughuli za kidunia kumtaja Mola wake kwenye ibada ambayo imewekewa wakati maalum, ibada ambayo tumeiona ya kwamba Mwenyezi Mungu jambo la mwanzo kuwahesabu watu kwa kiyama ni swala, ibada ambayo Mwenyezi Mungu kuamrisha kwake alimchukua mtume wake kumpeleka mbinguni, kumpa amri hiyo ya swala, tofauti na ibada nyingine mbalimbali ambapo kamtuma Jibril teremka na aya ya Qur'ani kwenye ardhi kampa Muhammad amri ibada fulani. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhuna, amma hawa moja kwa moja guarantee ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun, hao ndio ambao watarithi pepo ya firdausi, humo wao watakaa milele. Mwenyezi Mungu tunamuomba tujalie katika hawa watorithishwa hiyo pepo firdausi chake. Waqad balagha, na kwa hakika Mwenyezi Mungu amefikiria, au waqad balagha min inayati alislam, umefikiria katika daraja ya juu kabisa uchungaji wa Uislamu bisalati, namna ulivyoichunga swala. Uislamu namna ulivyoichunga ibada ya swala umefikiria kiwango cha juu sana. An amara bil muhafadhati alaiha, kwamba Uislamu umeamrisha swala kuhifadhiwa juu yake, fil hadari, ikiwa mtu amekaa pahala si msafiri, wasafari, na anapokuwa katika safari vile vile swala inabidi ifanywe. Tofauti na ibada nyingine kama vile kufunga, akiwa katika safari anaweza mtu akaacha kwanza ibada ya saum akaja akalipa katika ayami ukhra, lakini ibada ya swala haitoachwa katika safari, ila atapewa mtu takhfif, atapunguziwa uzito, kama tutavyoona namna gani swala ya safari inakuwa. Wal amni wal khawfi, na pia Uislamu umechunga kuhusu ibada ya swala katika hali ya amani, swala isaliwe namna yake, na wakati wa hofu imeingia, vita, panaogopewa mbalimbali mambo, basi mtu anapewa nafasi ya kuswali namna fulani ya swala, kama tutavyoona ikipita milango ya salatul khawfi. Qala ta'ala, lakini katika kuashiria Mwenyezi Mungu swala ya hofu na swala ya safari akasema ifuatavyo: hafidhu ala salawati, hifadhini juu ya swala zote tano. Na maana kuhifadhi hapa ni kuchunga wakati wingi yako na wakati umalizikapo. Hakupewa ruhusa mtu kuswali na kutaka yeye mwenyewe, ni ibada ambayo imepewa wakati maalum. Maana kuhifadhi swala hapa ni kuhifadhi wakati gani unaingia kipindi na wakati gani kipindi kinamalizika, ili mtu asijekaswali nje ya wakati. Akiswali nje ya wakati ibada yake inakuwa mardudu, inarejeshwa, haikubaliwi, ghairu maqbul, si yenye kupokelewa na Mwenyezi Mungu abadan. Tayeb, hafidhu ala salawati, hifadhini juu ya swala, wasalati alwusta, na hasa ile sala iliyo kati na kati, ambayo haiko katika nyakati za usiku wala mchana, kati na kati. Tukasema ya kwamba swala hii zimekuja hadithi sahihi kuitaja kwa jina, ingawa maulama wamezama, kila mmoja akasema vyake. Wako wanaosema swala hiyo ni alfajiri, wako wanaosema ni adhuhuri, wako wanaosema magharibi, alimradi kila mmoja katoa fatwa zake. Lakini kwa kuwa imekuja hadithi sahihi mtume kaitaja hata kwa jina, basi hapo ni fadhila kuegemea. Mtume kaitaja salatu al-asr ndio salatu al-wusta, kama tutakuja kuyaona hayo katika milango ya mbele na kule mbele. Kitabu hichi kiko sunna. Kayatamka hayo mtume alipokuwa akichimba shimo la Khandaq,
wakati wa vita vya Khandaki, kwa rai aloitoa Sayyidina As-Salman Al-Farisi kumpa rai mtume kwamba hakuna la kufanya hapa sasa kwa ghafla hii, labda tuchimbe msingi hawa maadui wasipate kuingia ndani ya Madina kwa urahisi. Iwe kuingia kwenyewe kwa kuchupa kichupa mmoja mmoja tutaanza kumkamata sisi, lakini kuingia kwa grupu hawaweza. Naam, ikabidi izungushwe handaki kuanzia kwenye milima mpaka pale kwenye kama jumba ya Madina, ikabidi handaki lichimbwe. Handaki hili lilikuwa kichimbwa, inasemekana limechimbwa kwa muda wa siku 6. Siku 6 hizo watu wana njaa, hawana kitu. Ilifika hadi mtume wa Mungu kama ilivyotajwa katika Sira al-Hisham alifunga jiwe katika tumbo kwa njaa, na huku pala chimbwa handaki. Hata sahaba mmoja akaona mambo yamekuwa magumu mno, hayumkiniki kuteseka mtume wa Mungu kama hivi. Akaenda mbio kwa mkewe akamwambia, hebu takasaka ndani mke wangu. Hivyo ndo hakuna chochote cha akiba. Alipoangalia mkewe akamwambia, ziko kidogo ngano shairi kidogo hapo hivi na nani. Akamwambia, tengeneza haraka na kwenda kumchukua mtume wa Mungu tu angalau, na kama atengeneza mwingine basi sahaba wake mkubwa hapa Sidiki waje hapa kidogo waonje kitu. Kule kuna kazi ngumu nchimba. Alipokwenda kwa mtume kumwambia kwamba nyumbani kwangu kuna chochote kidogo nataka kuja nyumbani, mtume akapiga mbio ya mgambo kwa masahaba wote wanaochimba handaki kile. Yule sahaba akamwambia, la inna lillahi, leo kupezeka ndo huku. Nimekutaka peke yako ya Rasulullah. Yani ana kitu maatayasara kakusanya hivi. Chakula kama mtu mmoja tu basi hivi kiasi kuzuia njaa. Hamna kitu. Lakini mtume akamwambia, la, kuna chochote huko. Twendeni alumu. Wakenda gurupu na masahaba mpaka nyumbani kwa bwana huyu, lakini hiyo siku ikaonekana baadhi ya miujiza yake mtume. Chakula hicho walikula watu wote na kikabaki. Hiyo sio mara ya mwanzo kwa muujiza mtume, ni mara nyingi sana, lakini siku hiyo ikaonekana karama mzingo zumba Nabii Muhammad. Akasoma dua zake mtume, basi akamwambia, kulu bismillahirrahmanirrahim. Naam, chakula kimeliwa, watu wameshiba na kikabaki kingine bado. Siku hiyo mtume akasema, qatalahumullahu shaghaluna 'ani salati al-wusta salatu al-'asr. Mwenyezi Mungu atawaangamiza makafiri hawa, wametushughulisha na ile sala ambayo ni salatu al-wusta. Akaitaja sala al-asr bali imepita haikusaliwa, kasahau mtume kwa kuchimba handaki ile kutwa kucha, basi kale kutahamaki baadaye. Masahaba anamkumbusha, vipi sala al-asr? Atakuswali, akasema qatalahumullah, makafiri hawa Mwenyezi Mungu atawaangamiza hawa. Shaghaluna 'ani salati al-wusta, wametushughulisha sisi na swala ambayo ni bora kabisa ya kati na kati. Swala hiyo mtume akasema, man fatathu salatu al-wusta ay salatu al-'asr fakaannama faqadama lahu wa waladahu wan nasi ajma'in. Itakayemponyoka swala la asiri, na ni katika swala ambayo inakuwa ngumu kwa kiasi chake, aghlabu anakuwa mtu keshakula kapumzika kalala, ili kujiondoa kitakani sana mambo makubwa. Na aghlabu nyakati hizo ndio jua linakuwa limeinama katika magharibi kidogo, ile mandhari ya ulimwengu inakuja katika sura nyingine. Watu pale wanaanza anasa, matembezi, michezo pale ndipo inaposhtadi. Mechi za football pale ndio wakati wake, na namna kadhaa. Lakini wakati mchana hathubutu watu kufanya mambo hayo. Lakini jua likilala kwa magharibi, la asiri pale inakuwa ndio wakati wa kustarehe pale. Basi inakuwa sala asiri pale nzito kiasi chake. Mtume anasema, itakayempita sala la asiri kama kawapoteza watu wake, mali yake na kila kitu, amekuwa ni muflis sana kitu ikimpita sala la asiri. Hayo yote tutakuja kushuhudia mbele kwenda huko insha Allah taala. Kwa hivyo, hafidhu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, na simameni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu katika hali ya kwamba nyinyi ni wanyenyekevu. Mnaposimama kwenye swala, simameni katika unyenyekevu wa mwisho. Unamaliza khushui zote. Ikiwa kwenye gwaride la kidasturi wanajeshi,
Askari katika pahala wanapoonyesha heshima kubwa askari ni pale anapokuwa katika gwaride. Kuna maneno hutoa kamanda wa kikosi akawaambia watu attention, basi pale hakuna kuregeza mguu, akikaza mguu. Ukaza mguu kule wangekuwa kufanya mbele ya Mwenyezi Mungu ingekuwa aula kuliko popote pengine. Kwani mtume anapotoa matamko sawu sufufakum, wekeni sawa safu zenu, anakusudia pale attention, weka sawa safu zenu. Wahadhu baina al-a'laq, linganisheni baina ya mabega. Watarasu, tena mbanane. Asione mtu tabu kukutana na mwenzake, kila ukibanana naye ndio uzuri zaidi. Mwisho mtume akatumia tamko maneno anasema la tusawwunna sufufakum. Ikiwa mnatamka maneno haya na nyinyi kuna baadhi ya watu nyuma wanafanya ukaidi, mimi ninaapa basi wallahi mtaweka sawa safu zenu, au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum thumma la takunanna min al-ghafilin. Au Mwenyezi Mungu atakujalia adabu, atazibakua nyoyo zenu kisha mtakuwa ni watu mlioghafilika na Mwenyezi Mungu, mna habari naye. Au Mwenyezi Mungu anatia hitilafu, msitambuane baina yenu, kosa lenu ni kule kutokuweka sawa sawa. Ina maana aweke mtu khushu yake ya mwisho kwenye sala, wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum, aya zikaendelea katika kuashiria sala ya hofu. Mungu akasema na iwapo mtakuwa mnaogopa, imma kuna maadui vitani washambulieni, au kwa jambo lolote la safari ile litakimbiwa na chombo si chenu, hamwezi kutoa amri kwamba sisi tunasali kwanza. Gari si yenu, jahazi si yenu, ndege si yenu, imemilikiwa na makafiri, hawajui lolote kuhusu sala zetu. Wao wameweka reporting time saa kadhaa kadhaa uwanja ndege, na time ya dipacha time kadhaa kadhaa. Kuna la kumwambia kafiri kuhusu wakati huo, yeye anachunga barabara, ikigonga wakati fulani basi naam, chombo hicho kinaondoka zake. Tusione ndege zetu hizi anytime cancel hizi sizo. Hizo ndege za kweli ambazo makafiri wamezimiliki. Hakuna kuvunja safari, ikifika wakati wake naam, kuna kumwambia hata kama mna abiria wachache sana itaondoka ndege. Kwa vile imekuwa ni khiftu, mnaogopa vile vile bali kukimbiwa. Sasa sala hiyo mtaisali farijalan, huko mnakwenda kwa miguu, au rukbanan, au mkiwa mmepanda vyombo hivyo vikiwa ni vya kizamani wanyama, au vya kisasa kiteknolojia, baskeli, Vespa, motokari, submarini, mataboti, ndege na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Fa idha amintum, mtapokuwa mmo katika amani, mshatulizana, si wasafiri wala hamuogopi kitu, ama hapa sasa fadhkurullaha, mumkumbuke Mwenyezi Mungu kumtaja sana. Swala hizo ndio kadasturi kwa heshima yake kubwa. Tena mumkumbuke Mwenyezi Mungu ndani ya swala, kama allamakum, kama alivyokufundisheni, ma lam takunu ta'lamuna, yale mambo ambayo ninyi hamkuwa mkiyajua. Wakala, akasema tena Mwenyezi Mungu mubayyinan kaifiyatiha, hali ya kwamba yeye ni mwenye kubainisha namna gani itendo hiyo ibada ya sala. Fi safari, katika safari, wal harbi, na kwenye vita, wal amni, na kwenye amani. Akasema wa idha darabtum fil ardh, na endapo nyinyi waislamu mtanyanyua hatua mwende katika ardhi, yani wasafiri, falaisa alaikum junahun an taksuru min as-salah, hakuna juu yenu ubaya iwapo mtapunguza katika swala raka 4 mkafanya raka 2. Laisa alaikum junahun an taksuru min as-salah, hasa katika kufanya hivi, in khiftum an yaftinakum, hasa iwapo mmeogopa an yaftinakum alladhina kafaru, kuja kukuadhibisheni, kukuteseni, kukufitinini makafiri kwa namna yoyote ile. Innal kafirina, hakika makafiri, kanu lakum aduwwan mubina, wamekuwa kwenu nyinyi ni adui aliyewazi wazi.
anavizia hata mnapokuwa ndani ya ibada mmezama, yeye apate kulifanya lake. Na wenzetu walikuwa kufitiniwa na makafiri vitani kutetea dini. Sisi leo tunafitiniwa na Waislamu wenzetu wakati wa kuswali, tumezama kwenye sala. Kuna Waislamu wengine wametoka katika migongo ya Kiislamu, wanakuba viatu msikitini, baskeli. Ama haya yamekuwa ni mambo yale yale, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Wao si makafiri, lakini wafanya vitendo ambavyo wenzetu wakiteswa ndani ya ibada hizi vita, wako vitani wakati huo. Na wale kwa kuwateka makafiri, lakini sisi leo tunaadhibiwa na watoto waliotoka katika migongo ya Waislamu. Wanavizia watu wamezama rakaa ya 3 misujudu, watu wanakwenda kuchukua viatu. Hawa chukua baskeli, hawa wanafanya vitu kadha. Ndio maana zikareta faraza hofu maalum hivi, kwamba wengine wanaswali, wengine wanavizia tu kama hao. Imekuwa dharura kwao. Tayeb, in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, wa hakika makafiri wamekuwa kwenu ni adui aliyewazi kabisa. Wa idha kunta fihi, hapa sasa panaashiriwa namna mojawapo ya kusaliwa swala ya hofu katika vita. Lakini kama tulivyosema, tutakuja kuingia katika mlango wa swala za vita, mlango kamili. Na huko zimekuja hadithi kama 6-7 hivi, imebainishwa swala ya hofu inaposaliwa tofauti kwa kutegemea nafasi gani inapatikana na waumini hao. Ikiwa vita havijaanza, watu hawajavamiana, bali wanaonana, maadui wale kule na wako huku, wanaweza kuswali namna fulani. Na ikiwa vita vishaanza, watu wako na roho, swala yake itakuwa namna nyingine hapo. Wasije watu wakatia maneno hapo wakasema katika wakati kama wa leo swala kama hizi za vita hizi mtasali vipi? Wakati huo kweli kuna upanga tu, watu wamekaa kule kutazameni. Naam, ni kwamba haikuja namna moja, imekuja namna nyingi swala ya hofu kwa kutegemea nafasi iliyopatikana. Hii ina maana mpaka leo ikitokezea hali kama hiyo, watu wanaweza kuswali swala ya vita, swala ya hofu ndani ya vifaru, na wanaweza kuswali wako kwenye miraji, zile ndege za kivita zinazopelekwa kupiga mabomu, na wataweza kuswali kwenye mahandaki, kwenye mahema, na wanaweza kuswali huku mtu anashambulia adui na huku anaswali, kama tutavyoona namna gani zimekuja swala ya hofu kwa kutegemea na nafasi iliyopatikana. Hapa inaashiriwa namna mojawapo, na nafasi inaonyesha vita havijaanza, maadui wako mbele wanaonekana. Mtume anaambiwa wa idha kunta fihim, na utakapokuwa pamoja nao Muhammad, fa aqamta lahumus salata, basi ikatokezea katika swala umeingia, wewe ndio imamu wao, ukawasimamishia swala Waislamu. Namna ya kuswali swala ya hofu mojawapo ni hivi: faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, na lisimame kundi miongoni mwao pamoja nawe Muhammad. Litasimama kundi hili moja, waliakhudhu aslihatahum, na watabeba silaha zao kamili. Fa idha sajadu, watakapo sujudu rakaa yao moja ambao maipata na imamu, sasa rakaa yao ya pili wanaimaliza peke yao bila imamu, na imamu anabaki wima anasoma mwenyewe huko, anangojea kundi la pili likija. Wale kundi la mwanzo lile rakaa ya pili wanaimaliza kila mmoja peke yake, wakisha wanakata hiyatu, wanatoa salamu, wanakwenda zao kuchukua nafasi ya ulinzi. Lile kundi ambao walikuswali sasa ndio litakuja kuswali sasa, na watamkuta imamu yuko kwenye rakaa ya pili, wao itakuwa ni ya kwanza kwao, wataipata pamoja na imamu rakaa moja. Fa idha sajadu, litakaposujudu kundi la mwanzo, faliyakunu min waraikum, basi na waje nyuma yenu, waje nyuma yenu, waltaati ta'ifatun ukhra, na lije kundi jingine, na myusallu, ambalo bado halikuswali, faliyusallu ma'aka, basi na liswali pamoja nawe Muhammad. Wao itakuwa rakaa ya mwanzo, kwake yeye imam rakaa ya pili, na hawa kundi la pili vile vile waliakhudhu idrahum wa aslihatahum, wakati wanaswali swala hii wasiwe wamezubaa hata dakika moja,
wachukue hadhari yao yote na wabebe silaha zao pamoja, kwani wadda alladhina kafaru, wametamani wale ambao wamekufuru, lau taghfuluna an aslihatikum, yalaiti nyinyi mngesahau mkaghafilika kuhusu silaha zenu, wa amtiatikum, na mizigo yenu, fayamiluna alaikum mailatan wahida, wakapata kuvamia juu yenu mvamio mmoja wa nguvu. Wala junaha alaikum, aya zikaendelea, hapana ubaya juu yenu, in kana bikum adam min matari, itapokuwa kwenye nyinyi kumepatikana udhia, kwa mfano mvua imepiga kubwa sana na watu wameroa chapa mizigo mikubwa mizito ichuguliki, au kuntum marza, au vita mmepigana vikubwa na sunnahumu wengine hamwezi kubeba silaha wala mizigo, hapana ubaya antadau aslihatikum, kuweka chini silaha zenu, lakini mweka standby. Anaweka mtu karibu na yeye silaha yake, sio anaweka mbali. Hapana ubaya kuweka chini silaha zenu, lakini wahudhu hidrakum, na chukueni hadhari yenu. Inna Allaha, na kwa yote haya Mwenyezi Mungu anaangalia vizuri, hata kwa chini peke yenu. Inna Allaha a'adda lilkafirina, Mwenyezi Mungu amekusha waandalia makafiri adhaban muhina, adhabu itakayowafedhehesha vibaya. Fa idha qadaytumus salata, basi mtakapomaliza sala, fadhkurullaha, mumtaje Mwenyezi Mungu au mumkumbuke Mwenyezi Mungu, qiyaman, ikiwa mmesimama, wa qu'udan, na ikiwa mmekaa, wa ala junubikum, na hata mnapokuwa juu ya mbavu zenu. Katika hali zote mnamkumbuka Mwenyezi Mungu, isiyo Mwenyezi Mungu mmwabudu kwa vitendo maalum vya salamu msikitini. Mwenyezi Mungu atakuwa mwabudu katika hali zako zote. Pale umekaa kitako unajiuliza, kitako hiki nimekikaa Mwenyezi Mungu aradhi nacho, nafanya nini hapa bibi? Na pale ambapo umesimama, nimesimama naangalia nini? Na Mwenyezi Mungu yuradhi nini? Hakitakuwa kisimamo hichi na hasara nini siku kiyama? Na pale ubavu wako umeudalia, unajiuliza nimelala wapi hivi sasa, na nimelala na nani, na haya matamanio mimi nitaweka kwa nani? Bila shaka matamanio yale, kama mtu anampatia thawabu iwapo atayaweka kwenye halali yake mkewe au mumewe, basi vile kinyume chake matamanio yale anapoyaweka kwa yule ambaye si mkewe au si mumewe, bila shaka kuna dhambi kubwa sana anapata. Kwa hivyo mtu atakiwa mkesha maliza swala mkimkumbuka Mwenyezi Mungu vile qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, fa idha kuma'anantum, na wakati mtapotulizana, hammo kwenye hofu ya vita wala hammo safarini, mpo mmekaa tu mtaani hivi kama tulivyo sisi hivi sasa, tumetulia alhamdulillah, si wasafiri, hatuna hofu yoyote, tumejikalia kitako msikitini, raha mustarehe, tunasoma na baada ya kusoma tutasali. Fa idha kuma'anantum, mtakapotulizana, aqimu salata, isimamisheni swala vile mzingo unapotaka, msisali kidharura, msiripue kama mko vitani. Fa aqimu salata, inyosheni, isimame swala. Qiraa zake zitambulikane, hili kinasomwa, fakirukuiwa ijulikane hii rukuu, na amesema mtu angalau kwa uchache mara 3, na akiweza zaidi ndivyo mtu bakirukuu, hata akisema subhanallah zile mara 10 akifika 7 akifika. Na akasema katika wizi mbaya mtu kuiba ndani ya sala Mola wake, aswa an-nasi surqatan, aliyekuwa mbaya zaidi katika watu katika wizi. Ama mwizi mbaya si mwizi wa viatu bwana, mwizi wa kile. Mwizi mbaya alladhi yasriku fi salatihi, ni yule ambaye anaiba hata ndani ya ibada yake vile ya swala. Masahaba kamuuliza, vipi mtu atakuwa anakiba na swala? Akamwambia yeye ndio, kwa sababu atakuwa anadonoa kama anadonoa kunguru moga, kudonoa kwa kunguru chembe, anatoka kwa wizi mkubwa sana, ana wasiwasi, akiinua mtu mkono doke sana kunguru na mali karuka. Basi kwa hivyo katika wizi mbaya sana mtu kuiba ndani ya swala yake. Mtu apotulizana amna wasiwasi, swala ijulikane sasa inasaliwa swala gani, ya hofu au ya amani? Ya amani. Basi ijulikane rukuu ni kitu gani, sijida kitu gani,
katika kikao cha baina sajdataini mtu anakaa namna gani, anasema nini pale, kwenye kuitadili mtu anaitadili vipi, kama mtume alivyosema hatta yauda kulla faqarin makana. Akirukuu mtu akija kwenye sami Allahu liman hamida anaitadili, basi kila kiungo kirejee pahala pake, maana alipokuwa ameinama viungo viliinama, na viungo vyote 360 alivyonavyo mwanadamu katika mwili wake vinafanya kazi ya ibada kwa wakati mmoja anapokuwa katika swala. Akiinama vinainama viungo fulani, akiinuka vinainuka viungo fulani, huku akili yake, ulimi wake, moyo wake ukiwa katika jambo tukufu mno. Ndio maana ukaona ibada hii hadhi yake ni hadhi nyingine kabisa. Taqimu salat. Mwenyezi Mungu amefunga aya hizi zote kwa kusema inna salata kanat, hakika ibada ya sala imekuwa ala almu'minina, kwa wale wanaojinasibu, wanaojihisabu, wanaojihakikishia kwamba wao ni wenye kuamini Mwenyezi Mungu, basi kwao ibada ya sala imewekwa kitaban, ni fardhi, maandiko, wajibu mauqutan, uliowekewa wakati maalum. Hana ruksa mu'min ama akiwa mnafik, maalish, wao hisabu yao Mungu anaijua. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila mudhabidhabina baina dhalika la ilaha haula'i wala ilaha haula. Sala za wanafiki Mwenyezi Mungu hana nazo, anasema wa idha qamu ila salati, wanaposimama kwenye sala qamu kusala, kusimama kwa uvivu, na wanaifanya ibada hiyo kiasi ambacho yurauna an-nasa, kuonesha watu. Pengine kaambiwa ataachwa mtu nyumbani kama aswali, basi akisikia baskeli nje hapo anaanza katika taadhabu mbio, akiingia mume ndani akuta na swali uongo kiasi kumuonesha. Na pengine huyo mume naye vile kaambiwa mimi nitakwenda kwetu, sitaweza kukaa na mtu habisi kama wewe swali, basi pengine ile bwana mume litajionyesha mbele ya mkewe kwamba ana swali, kumbe hana katika moyo wake ibada ya swala. Yurauna an-nas, anawaonyesha watu, wala yadhkuruna Allah illa qalila, na wala hawamtaji Mwenyezi Mungu ila kidogo kidogo, au hawamtaji kabisa. Mudhabidhabina baina dhalika, wanayumba baina imani na ukafiri, wao katikati wako wanafi. La ilaha haula'i wala ilaha haula'i, hawako kwa hawa waumini wala hawako kwa makafiri, wako kati na kati. Lakini kwa waumini ibada ya swala Mungu kataka hivi kitaban mawquta, ni andiko. Na Mwenyezi Mungu anapowajibisha jambo, wajibisha jambo kwa amri mbalimbali, na akitumia lafzi ya kitaban, kutiba, basi ina maana wajib juu yetu, hakuna vingine. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala wajib, na hii sala imewekwa fardhi yake kitaban mawquta, ni fardhi ambayo imewekewa wakati maalum. Na kila ibada ya Mwenyezi Mungu, hakuna ibada ambayo inaachiwa ovyo, ila ina mikati yake maalum. Na kama kuna ruksa ya kufanya baadaye, basi ina ruksa ambazo zipo ndani ya sheria ya ibada ile. Akenda kuhiji mtu, kuna mikati maalum yeye anatakiwa pale, akifika lazima asahihi hija yake, au akivuka kituo kile kule ndani itakuwa batil hija yake, sheti arejee nyuma, akusudie sasa kufanya ibada ya hija kwenye pahala maalum. Vituo Dhul-Hulaifa ya Lamlam na hivi na hivi na hivi, na watu Unguja kwa wale wanaopitia Madina mwanzo kisha baadaye ndio teremkie Maka, basi wanapitia pahala paitwa Dhul-Hulaifa. Dhul-Hulaifa ni pahala maalum pa kuhirimia. Hapo anavua mtu nguo za kawaida, anavaa nguo za ihram, hapo ndipo tayari ibada hija. Akivuka kituo kile, akiingia ndani ya Maka, ataambiwa rejea nyuma, umekosea mikati, nenda kahirimia kutoka huko. Kwa hivyo inna salata, hakika ibada hii ya sala, kanat ala almu'minina, imekuwa lakini juu ya waumini. Akijihesabu mtu mu'min, afahamu kwamba ibada ya sala kwake kitabu maukuta, ni ibada iliyowekewa mikati maalum, nyakati maalum. Ikitendwa nje ya wakati, sala hiyo inakuwa batil, hana ya kuifanya mtu mpaka kaifanya. Ikimponyoka imemponyoka,
kitaban mawquta, ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Kwa hivyo wale wanaochukulia kwamba wakipata nafasi na swali, yani sasa hivi kwanza anafua kwanza nguo, sasa hivi yuko dukani, sasa hivi anavua samaki kwanza, sasa hivi yuko kondeni kwanza, sasa hivi yuko kazini kwa watu kwanza kaajiriwa, au sasa hivi yuko mkutanoni na ataswali baadaye, ajijue kama kipindi kikimpita kimempita. Na mlango wa qadha salati atauzungumza huyu Said Sabiq, tukifika mbele inshallah anauzungumza kwa fasaha, kwa dalili ya kwamba hakuna kitu kiitwacho kulipa swala kwa Muislamu muumini, lakini ama akiwa mnafiki maalish. Lakini kwa upande wa waumini, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika ya swala imekuwa kwa waumini ni fardhi iliyowekewa wakati maalum. Kwa hivyo anauliza muulizaji kwa kusema, unapotoka katika rukuu na ukasimama kisimamo cha itidali, je, ufunge mikono au uachie? As-sual imekuja si pahala pake, inshallah tutafika pahala hapo. Na hala haikuwa na haja kwa muulizaji kusema kama hivi. Kumbusha, hakika wewe ni mkumbushaji, elimu ni hazina, na ufunguo wake ni swali kuuliza. Haikuwa na haja hiyo hakika, yeye angeuliza tu. Lakini maudhui ya suala inshallah kuna mlango maalum wa intidali utakuja. Lakini kwa kumtoa kiu tu muulizaji kwanza, ni kwamba haikupatikana dalili kat'i ya wapi mikono iwekwe wakati mtu akitoka katika intidali kwenda katika rukuu, akitoka katika rukuu kwenda katika intidali, isipokuwa sasa tena kila mmoja pale anapigania nafsi yake. Al-Sheikh Ibn Bazi, mufti wa Maka Ibn Bazi, yeye amependekeza, ameona kwamba ilivyokuwa wakati mtume anaposimama mikono anaweka kifuani, basi anasema mimi hata katika intidali naona khushu ni kuibakisha mikono kifuani. Wengine hawakuona kwamba hapo vile vile ni muhtamal, wameona kwamba haikuja dalili yoyote kat'i ya mkato. Lakini suala limekuja bila ghairi maudhui. Inshallah tukifika katika kutoka kwenye rukuu kuja kwenye intidali, hapo ndo pahala pake, tutazungumza sana pale hapo. Swali la pili anasema, unapotaka kusujudu uanze mikono au magoti? Inshallah tutakuja katika mlango wa kuporomoka kwenda katika sijida. Lakini kwa kumkatia kiu muulizaji, kidogo tunagusia ya kwamba zimethibiti hadithi mbili ya kuteremka kwa magoti mwanzo, na zimethibiti vile vile hadithi ya kuteremka kwa mikono mwanzo. Hapo wakazama maulama ili kuziweka pamoja hadithi mbili hizi, tuzifanyie kazi zote au moja itakuwa nasikh au moja mansukh. Wakasema hakuna dalili ya kunasikh au mansukh, isipokuwa wanazifanyia kazi zote. Wanasema hii inategemea umri wa mtu ulivyo na wepesi wake kuteremka chini. Ilivyokuwa imekuja hadithi sahihi wa mtume kasema atakapoteremka katika sijida mtu ateremkie mikono mwanzo, halafu mwingine akasema nimeona mtume atanguliza magoti mwanzo, yote mawili yale muhtamali. Sasa wakasema baadhi ya maulama kwa kutegemea umri wa mtu, pengine mtu mzima hawezi kwenda kwa mikono mwanzo, si mapesi, anakwenda pole pole, anakwenda magoti mwanzo, hiyo jaiz na ile jaiz vile vile. Lakini swala imekuja si pahala pake kwa hakika. Ndio kwanza tunaanza mlango wa swala. Sasa tuko kwenye introduction, at-taarif, kuitambua swala ni nini tu. Baadaye itakuja kiamu, rukuu, sijida, tahiyatu na sunna za swala. Kwa hivyo muulizaji asitabariki, asishughulishe bongo lake, wala asishughulishe moyo kutaka kukaa pahala kwamba ana kitu kinamshughulisha, atakuja kuyakosa yale mambo muhimu ambayo wakati ule anazungumza. Yeye atakuwa iko hapa mimi lazima nije swala langu hapa, atakuja kupitwa na mambo muhimu. Na mwingine anasema kwa mfano, Muislamu katoka kwenye Uislamu akaingia dini nyingine, akirudi anaweza kulipa sala zake alizowacha nyuma,
mlango wa qada'u sala utakuja pahala pake, tutazungumza kwa urefu tena, kwa urefu kabisa. Na kitu kulipwa kwenye sala, hicho kitu hakipo kabisa. Ziko ibada za kulipwa, kwa mfano funga vile na hivi na hivi, lakini ibada ya sala, hii ibada imewekewa wakati maalum. Ikipita imepita. Ikimpita aliye mu'min, ikimpita aliyekuwa nani, ikimpita namna gani, ikipita imepita. Hiyo jawabu unaotoa baadhi ya maulama kwamba lakini huyu alikuwa muislamu kaacha makusudi na hivi na hivi, itabidi sala zote, hii hawawezi kutoa ushahidi kathihi kuthibitisha kwamba tumetoa jawabu hii pala kaza kwenye Qur'an au kwenye hadithi ya Mtume. Lakini kuhusu hakuna kulipa sala, ni dalili kathihi zinakuja ndani ya Qur'ani na kwenye kauli ya Mtume. Lakini tutafika pala hapo kwenye mlango maalum qada'u salat, mlango kaweka Albani huyu Said Kutub Said Sabiq ameweka mlango maalum qada'u salat, kulipa swala. Waulizaji wasipate tabu, tutaanza kuzungumza sana katika maudhui hizo. Tunaendelea sasa na introduction ya swala, tuko kwenye taarifu ya sala tu basi. Suala lote likija lije kwenye maudhui inazungumziwa. Bado maudhui kupika nimejibu kudokoa, lakini hairuhusiwi. Mwalimu anaposomesha amewekewa miko, asithubutu kabisa kuyumbishwa na muulizaji akamtoa kwenye subject akampeleka kwingine. Hii kitu mamnuu popote duniani pale, haruhusiwi kutoka. Lakini mimi nimeiba kidogo, nimejibu kwa ufupi tu, lakini hayo mambo yatakuja kwenye maudhui yake. Ukiuliza swali, uuliza katika kile kiini cha mambo unapokwenda. طيب وقد شدد النكيرة, na kwa hakika Mwenyezi Mungu au Uislamu umetilia mkazo kukanya ala man yufarritu fiha, kwa mwenye kuifanyia upuuzi sala kaidharaka iwacha. Ikawa yeye yupo Muislamu tu aswali, ikifika Ramadhani yuko mbele, shughulika kukusanya makuni, vyakula na bizari, sijui mtama kutuangia uji na nini, lakini sala haimo kabisa kwenye moyo wake, anajichukua mambo mengine. Sasa Uislamu umetilia mkazo onyo kwa yule ambaye mwenye kuipuuza ibada hii ikawa ifanye kabisa. Waadada, na Mwenyezi Mungu au Uislamu ukatishia zaidi alladhina yudhayyunaha, wale wanaoidhoofisha, wanaisali lakini swala yenyewe ipo kuidhoofisha. Ramadhani ikimalizika basi kaatilia mbali. Ziko siku inamjia khushui, takwa, kaona kifo cha jirani yake, rafiki yake, classmate wake, teammate wake, kafa ghafla, kijana mwenziwe kidogo pale hushtuka. Kwa muda wa mwezi mmoja pale atasali kidogo kwanza, lakini baada ya mwezi mmoja huo basi usahau tena. Basi Uislamu umetishia zaidi kwa wale ambao wanaidhoofisha swala hii. Faqala jalla sha'nuhu, akasema yule ambaye katukuka jambo lake Mwenyezi Mungu, fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakatokezea katika ulimwengu kuchukua zamu za kuishi watu wengine baada ya kuondoka watu wema. Watu wengine hawa adha'u salata, wamekuja kuidhoofisha swala, wattaba'u shahawati, na wakafuata matamanio. Hukumu iliyowekwa ni moja, na mbili inafuatia baadaye. Hukumu iliyowekwa ni moja, ya pili itafuatia baadaye ikiwa atakuja kwenye shurti. Hukumu iliyowekwa kwa mwenye kuidhoofisha sala, hiyo kwamba sali kabisa anaidhoofisha, anasali ovyo, hamna khushui, anatupa ibada ya sala, haswali kwa wakati, mna kadhaa ndani yake, hamna qira'a kutambulikana, haijulikani rukuu wala sijida, tupa tuondoa njiani. Huko ndiko katika kudhoofisha sala. Huyo amewekewa fasaufa yalqauna ghayya. Adabu ni kwamba atakiona cha mtema kuni, atakiona kilichomtoa kanga manyoya. Zungumza lugha utakayo katika hii ghayya, ambapo Mswahili ukimwambia utakiona kilichomtoa kanga manyoya, na akimtana kanga huyu hana manyoya, kimemtoa nini manyoya huyo? Hebu miewe. Au utakiona cha mtema kuni, ina maana kuni natemwa, katemaje kuni mtu? Kabila vipi? Hebu nitaanza mapema mimi. Maana ni lugha inayoonyesha kukamia mtu.
fasawfa yalqawna ghayya, basi watapambana na adhabu. Nani hao? Ambao adha'u salata, wameidhofisha sala, wameisali lakini kusali kwenyewe ovyo ovyo. Waqala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, fawailun lilmusallina, adhabu kali itawathibitikia wenye kusali, wanasali na pia hawajapona bado kwenye sala zao. Alladhina hum, wenye kusali ambao an salatihim sahun, kutokana na sala zao wanazipuuza. Sahuna hapa si kusahau, maana aliyesahau kwenye sala ana dharura maalum kapewa. I'dharu salati ithnani, an-nawm wan-nisyan. Dharura za kusali ni mbili, kusahau na usingizi. Sasa hapa sahuna sio maana ya kusahau. Ingelikuwa kusahau tu isingelikuwa fawailul musallina, kwa sababu kusahau si miliki yake binadamu, ni miliki ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe, na shetani ndio anayemsahaulisha binadamu. Wama ansanihu illa ash-shaytanu an azkura. Kwa hivyo sahuna wamepuuza, hawakuzitia maanani, hawakuzijaza kwenye moyo. Imekuwa unaswali kwa tabu na mashaka, wanaondosha ule udhia tu, kwa kuwa ni wajibu basi ndio lazima tekeleze tu. Kwa hivyo kusala kwenyewe inakuwa hapo kapuuza mtu, kama hayuko mbele ya Mola wake. Atajikuna kila sehemu ya mwili wake hapo, viungo vya siri kila baada, na uko na swali. Uvivu utakuja hapo mpaka miayo inakwenda miayo, na Mtume anasema at-tasaubu minash-shaytani, kwenda miayo ni katika jambo la shetani. Idha tasaaba ahadukum, atapokwenda miayo mmoja wenu, hal yakbim mastafa, na aizime kadiri awezavyo miayo ile, isitokeze isikamteka mpaka katoa sauti au kupayukwa jino lake mbele za watu, haifai. Shetani huwa anamchezea sana mtu kwenda miayo. Basi mtu hupuuza sala mpaka hata wanasoma sura ya Qur'ani na huko kuna miayo, basi kile kisomo kinachanganyika na miayo. Alam yajidika yatiman wajadaka dhalan fad, hapo kaa sawa nyingine pale pale, wajadaka ila ta'aghna. Tayib, sahun inaingia katika mambo ya kupuuza ibada ya sala. Hajajihisi mtu ninafanya nini wala niko mbele ya nani, kapuuza ibada yenyewe. Na hii nyayo anapokuwa katika mambo yake mtu kumfurahisha, wallahi haiji. Tumeona juzi television hapa ya mpira wa vikapu, kombe la dunia. Kwetu sisi huku tukapata basi, miji yetu ikawa inarushwa vipindi vile. Wallahi kombe la dunia linaonyeshwa midnight, usiku wa manane mpaka alfajiri. Hakuna kwenda miayo, hakuna mtu usingizi, kalala dago mpaka ajue mwisho wake nini mechi hii. Yuko serious, anaangalia namna gani watu wanaposakata. Lakini kwenye sala inakuja yote hayo, katika jambo la kumfurahisha ambalo kalitia kwenye moyo wake, haiji miayo. Hata kama kuna wanawake wanacheza ngoma uwanjani, mtazamaji mwanamume ni miayo. Lakini kwenye sala, kwa kuwa si lolote chochote, ni maudhi kapewa na Mola wake, hapo ndipo inakuja kila kitu. Bali hata suratul Qiyama yenye aya 40 kwa watu wengine ni mzigo mkubwa, anagombana na watu, kwa nini unasoma sura refu suratul Qiyama? Hata kwa sura hiyo pia mtu hawezi kustahimili, na anataraji kwa Mwenyezi Mungu sala iwe ndio ibada yake ya mwanzo itakayokizamwa, na kama itapita hiyo ibada zake nyingine zikubaliwe. Anataraji hivyo kwa Kiyama. Inshallah kwa leo tutafikia hapa. Kwanza tutakuja kuondokea katika zile ambazo zinaonyesha kwa wazi kabisa maneno yake kukufuru kwa mtu ambaye kaacha swala, ima akiwa ameiacha kwa kuipinga kwa si ibada, yeye ni kafiri, hayo ni kwa makubaliano ya Waislamu wote, au ameiacha kwa sababu ya shetani kamzahili. Ama huyu Tangazo. Hii ni habari njema kwa wananchi wote waliopo Zanzibar hata nje ya Zanzibar. Njoo ujipatie nyumba kubwa na ya kisasa iliyopo katika kijiji cha Uroa, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Nyumba hii ni kubwa ambayo ipo karibu na fukwe ya bahari. Nyumba ina mazingira mazuri na yenye kupendeza, lakini pia ina eneo kubwa ndani yake. Unaweza kuweka gari na kufanya shughuli mbalimbali
mbalimbali za kijamii. Nyumba hii ina vyumba vinne na vyumba viwili ni master. Pia ina ukumbi mkubwa wa kukaa, jiko, sebule pamoja na sehemu ya kulia, yani dining. Unangoja nini? Wakati ndio huu. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa simu nambari 0772794510. Punguzo la bei lipo. Unasubiri nini? Karibu ujipatie ulimwengu wa fahari na wa furaha. Kumbuka, hii ni zaidi ya bure, yani house for sale. Nyote mnakaribishwa.